Mambo vipi? Regi Masai hapa. So leo naenda kufanya review ya kamera moja inaitwa Nikon Z6 Mark II. So kama unavyojua Nikon amekuwa since 2018 amekuwa anafitua sana kamera. So hii ni kamera katikati, ilikuwa Z6 plain, then ikaja Z6 Mark II, then 2024 wakatoa Nikon Z6 Mark III. So right here tunayo Nikon Z6 Mark II. So ni mmoja kati ya bonge la kamera, but wabongo sisi tuna shida gani? Yaani kuna challenge kubwa sana kuaminisha wabongo ubora wa Nikon, kwa sababu kuna video moja nimerelease hapa nimeelezea kwa nini Nikon walichelewa kwenye teknolojia yao, yaani ni feature gani zinazosababisha wabongo wazidi kuzidharau kamera za Nikon. So you can imagine hii ni bonge moja la kamera ambapo ukikompare na kamera ambazo ni famous Tanzania kama vile Canon, brand ya Canon. So hii inaendana kabisa na Canon R6 I think, kama sio 1DX. No, I mean R6 plain. So R6 plain mpaka R6 Mark II iko sawa na hii, kwa sababu ni kamera yenye uwezo kufika frame 60 kwenye upande wa video, lakini kwenye megapixel ina megapixel 24.5 which ni baseline ya megapixel ambayo inapiga picha kali kabisa. So hii imekuwa na kamera moja ambayo ilikuwa na sifa kubwa sana ikisifia kwenye upande wa processor. So processor hii inaitwa Dual XPD6. So ni bonge moja la processor ambayo imekuwa upgraded kucompare na Z61 yeah. So Z6 plain ilikuwa ina processor yenye speed, but hii imekuwa na speed zaidi, na Z63 imezidi kuwa upgraded, but still Z62 ni one of the best camera kwa sababu ina feature nyingi sana. Kama unavyoiona ni kamera ambayo button zake ni chache, wamerahisisha. Kuna button hapa ya kuswitch, unaweza kuswitch kwenda kwenye video, kwenda kwenye picha haraka sana, kwa sababu tunaona matoleo ya zamani ya Nikon ilikuwa ni ukirudi kwenye video ni kazi sana. Kuna ma sound fulani ya ajabu kwa sababu Nikon recently wame-upgrade, wote wamekuwa kwenye mirrorless. Kama unavyojua ukiangalia hii kamera ni mirrorless, kioo chake kipo plain, so sio wale DSLR. So ilikuwa kuna changamoto sana kubwa kwenye kurudi kwenye kurudi kwenye upande wa video na kwenye picha. So wamekuwa wame-upgrade, wameweka tu button moja ambayo unaweza kuswitch na kurudi. Then nyingine ni hichi kioo hapa juu. So ukiwasha kuna kioo fulani hapa juu. Okay, so kwa kuangalia haraka Nikon Z6 Mark II ni kamera ambayo ina feature nyingi za kijanja sana. Especially ukiangalia kuna hichi kioo kidogo hapa juu ambacho kinakuonyesha kila kitu, kama frame unazopigia picha, aperture, ISO, aina ya picha unaopiga. So kuna vitu vingi vinaonyesha hichi kioo, lakini still umekupa kioo kingine kwa nyuma ambacho unaweza kufanyia flip na preview hapa at the same time. So hii inakusaidia pale unapokuwa unashoot, unashoot vertical, unashoot kwa ajili ya Instagram, wala unaweza kushoot kwa hivi, ama upo kwa chini unashoot, kioo kinaweza kutilt kwenda chini, upo kwa juu, kioo kinaweza kupanda kwenda juu. So Nikon amezidi kuonyesha udambu. Nadhani hivi vitu walikuwa ndugu zetu wa Sony ndio walikuwa wanatuvimbiaga sana. So right now Nikon amezidi kuwa upgrade kwenda kwenye feature cameras, lakini vitu vingine ni issues za online. Sasa hivi kila kitu kipo online, unaweza ukapiga picha na ukasynchronize kwenye simu yako ama kwenye laptop bila kutumia waya. So hii kamera ina feature nyingi za wireless, kuna Bluetooth, kuna Bluetooth na Wi-Fi. Pia unaweza upgrade firmware kwenye hii kamera. So kama kuna feature mpya zimetoka unataka ziende kwenye kamera yako na upgrade kutumia wireless. So umezidi kuwa na vitu vya kijanja. Kuna port za microphone, port za headphone ambao unaweza kuifanyia hata kama una record live unaweza kuvaa pia headphone ukasikiliza. Lakini pia unyama mwingine nilopenda ni type C. So hii kamera unaweza kuingiza charger ya type C, unaweza kuchaji kwa kutumia type C, lakini pia unaweza kutumia power bank. So kuna video moja nimetoa hapo nimeelezea jinsi ya kuconnect power bank na kamera yoyote. Kama ulikuwa bado hujaangalia unaweza kaicheck. So hii kamera pia unaweza kutumia power bank ukiwasha, hauna haja kubebana na battery. So kama battery imeisha charge unaweza kutumia power bank ukiwasha. Lakini Nikon ni moja kati ya kamera ambazo zinakaa na charge sana no matter what. Sasa tumeona mfano kwenye Canon wamekuwa wame-upgrade kamera zao, lakini still kwenye issue ya charge ni changamoto sana. Kamera nyingi za Canon hazikae na charge. So Nikon wametoa battery zao, naona ni kama zile za zamani, zile battery za kumeza zile. Hata system yao ya charge kama ile zamani, na battery kama haya ni ile battery ya Nikon walikuwa nayo zamani. So sijui mnaona hapo karibu. So haya mabattery ni mabattery ambayo yanakaa na charge sana. So ukicompare na toleo la mwanzo, hizi battery pia Nikon walikuwa unaona kama wame-maintain hizi. Hizi ni kama zile LPE za
Canon walizokuwa nazo. So hizo ni betri ambazo ni kali sana ukikompare na betri za Canon. So still Nikon unazidi kukimbiza sana. Nikon sio kamera za kuzichukulia poa. Wamezidi kukimbiza kwa kila kitu, kwa vitu vingi vizuri wamezidi ku upgrade. Then tukija kwenye kadi, hii kamera ina slot mbili za kadi. Slot ya kwanza ni SD ya kawaida ambayo watu wengi tutaitumia, najua wabongo wengi wanapenda SD kwa sababu ni cheap kuzipata, lakini kuna CF Express ama XQD. Hizi ni kadi ambazo zina speed kubwa sana, kwa sababu hii kamera kwenye upande wa video inashoot mpaka 6K. Inashoot 4K frame 60. So 4K frame 60 ni kadi nyingi zitakuwa zina overheat. So lakini ukitumia CF Express ni kadi ambazo zina uwezo kama SSD, kwa hiyo zinakuwa zina speed sana, zinakusaidia uweze kupata material yako vizuri. So hiyo ni feature nzuri kwa sababu CF Express ni kadi ambazo zinatumika na kamera nyingi za kisasa. Kwa hiyo kuonyesha kwamba na wenyewe Nikon wapo nyuma kwenye teknolojia, wamekuja na port ya kuweka XQD ama CF Express ya kadi zao. So hizo ni moja kati ya feature kali sana ambazo nimezipenda kwenye upande wa Nikon. Then okay, so kwenye upande wa video Nikon ndio sema ambapo wamekuja kufanya mazingira yao kama makubwa sana, kwa sababu ni kamera ambayo ilikuwa imechelewa kuja kwenye upande wa video. So Nikon recently wameingia kwenye video na wamekuja na feature nyingi sana nzuri. Feature ya kwanza ni IBS, ambayo ni kamera ambayo ilikuwa ina uwezo wa kubalance. So unaweza kutumia ina internal body stabilization, inamaanisha hata kama unapokuwa unarekodi video ukatingishika, ndani kuna stabilization ya hiyo video. Yaani kama inaka gimbal chake ndani kwenye sensor. So hata kama unatingishika unafanyaje, ina IBS. So hiyo ni feature ambayo kwenye kamera nyingi za kisasa zinayo. Nadhani kwenye kamera pendwa Blackmagic nilishaiua sana. Blackmagic haina hizi feature. So IBS imekuja kuwa ni bonge moja la feature katika hizi kamera. Lakini pia kwenye video tunaongelea 4K. Hii ni 4K, sio 4K kawaida. Maana kuna kamera zingine na 4K zimeanzia frame 24, frame 30, lakini hapa ina 4K ya frame 60. Then ukija kwenye slow motion 1080 ya kawaida inakuwa mpaka frame 120. Frame 120 unapata slow motion kubwa sana. So nadhani tutaenda kuona hii kamera inafanya kazi upande wa picha na upande wa video, but kwenye kwenye video feature nyingine nzuri ni focus, auto focus. Hii imekuwa improved sana kwenye upande wa auto focus, kwa sababu kwenye picha naweza kupata focus kwa kudetect macho, lakini the same kwenye video pia wameimprove macho yanakuwa detected. Kwa hiyo unaweza kuwa unapiga picha labda ndege, sungura nini, hii inaipa priority sehemu zenye macho. Kwa hiyo ukishapata macho ya binadamu na detect, hiyo sehemu inakuwa very clear. Kwa hiyo ni vigumu sana ku miss focus. So recently kamera nyingi zimekuwa upgraded upande huo. Nazidi ku encourage watu watumie kamera za kisasa, kwa sababu ni vigumu sana kukosa focus unapokuwa unatumia kamera za kisasa, latest camera, kwa sababu zina uwezo mkubwa sana wa kupata picha ikiwa clear kwenye uwezo wa focus, kwa sababu zina detect. Kwa mfano Nikon imepewa feature ya detect macho. Kwa kama unapiga picha watu wenyewe ita detect priority sehemu zenye macho ya watu, hata kama ni panya, sio paka, sio ndege, ina detect hivyo vitu. Kwa hiyo imewekewa AI feature moja, internal AI feature ambayo inaisaidia iweze kupata focus ikiwa very clear. So ukikompare na Nikon ya zamani ambayo ilikuwa ni DSLR, ilikuwa uweze kupata focus hizo uchague mwenyewe manual ama uweke auto focus, which ilikuwa inaipa priority kitu kilichoko mbele. So hii priority kubwa ni eye detection. Anyway, okay, so watu wangu wa color grading, Nikon siku hizi imekuwa ndo best kwenye mambo ya film, kwa sababu tumesikia rumors kwamba, sio rumors, ni kweli kwamba kampuni ya Nikon imeenda kununua kampuni ya Red, which kampuni ya Red ni kampuni ya film ambayo ina produce footage zenye quality nzuri sana. Tumeona Canon logo yao ambayo inaitwa 3D R3. So but kwenye hii kamera Z6 Mark II ilikuwa bado hawaja install hizo logo za Red, but wana Nikon logo N-Log, wana N-Log yao ambayo ni best, ina 10 bit color, lakini pia kwa wale wanaotumia DaVinci, wanaotumia Premiere Pro kufanya color grading, N-Log ya 10 bit ina information nyingi sana za rangi, kwa sababu tumeona kamera nyingi wanaishia kwenye bit 8 bit. So hii imefika mpaka 10. So 10 bit ni still una information nyingi sana za kufanya color grading, yani unaamini una rangi nyingi bila kupata distortion yoyote ya rangi. So hii imekuja kuwa ni one of the best camera, but sadly enough hii kamera kwa Tanzania still ni very cheap. Sio sadly, I think ni opportunity kwa watu ambao bado wanazidharau hizi kamera za Nikon. So unaweza kununua kamera hii kwa bei rahisi sana ukiwa Tanzania, kwa sababu still watu wanaziandamani kamera za Nikon, hawaamini uwezo mkubwa wa kamera hizi za Nikon. Kwa hiyo unaweza kuipata kwa very cheap. So nadhani kabla watu hawajasanuka, hii ni chance kwa watu wanaopenda kamera nzuri zenye
zenye feature nzuri. Nikon ni kamera za kuziangalia. Mkuja Nikon wamekuja kufanya mapinduzi makubwa sana ya industry kwa sababu watu walikuwa wanawadharau. So wamechukulia hiyo kama opportunity kubwa ya kufanya mapinduzi mengi. So anyway, okay, so I think umeona kila kitu kinachohusiana na hii kamera. So kama hujasubscribe, karibu kwenye my channel. Welcome to my YouTube channel. My name is Reggie Masai. So hapa tunakuwa tunadiscuss vitu vyote vinavyohusiana na mambo ya production, picha, film na mambo yote ya content creation. So karibu sana. See you.